nitoe onyo, tabia hiyo ikome mara moja katika maeneo ya mkoa wa Mara. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi amezindua rasmi mradi wa vizimba vya kisasa vya ufugaji wa samaki katika eneo la Mokendo, kata ya Mokendo, manispaa ya Musoma, huku akiwataka vijana wanaonufaika na mradi huo kujituma na kuwa waaminifu ili kuleta tija iliyokusudiwa. Kabla ya uzinduzi huo uliofanyika leo Mei 28, 2026, Kanali Mtambi alipokea taarifa ya utekelezaji wa mradi kutoka kwa mratibu wa mradi wa BBT Uvuvi Kanda ya Ziwa, ndugu Peter Jimmy Masumbuko. Unachokiona hapa ni sehemu ya kifurushi cha mkopo kwa vijana wetu. Ni kizimba ambacho kina kipenyo cha mita 6, lakini kina cha wavu ni mita 5, na kizimba hiki kina uwezo wa kubeba samaki 11,280. Vifaranga hawa watapandikizwa wakiwa na wastani wa gramu 0.3, na tunategemea kuwakuza kwa kipindi cha miezi 7 mpaka wafikie wastani wa gramu 400. Kwa uwezo wake wa uzalishaji kwa ujumla ni tani 3 kwa kizimba kimoja. Kwa hiyo kwa maana ya idadi ya vizimba vitakavyokuwepo hapa, vizimba 40, tunategemea mkoa kupitia vijana hawa wazalishe tani zaidi ya 120. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kifurushi hiki tuna vifurushi vingine kile kule utakiona tutakapokuwa tunaenda kupanda boti. Kuna kibanda cha ulinzi vitakuwepo 2, lakini tutakuwa pia na container ambalo litakuwa linahifadhi chakula cha samaki pamoja na store kwa ajili ya vijana hawa. Tumeambiwa iko upande ule wa hoteli ya Musoma hoteli ile ya zamani ndio tumeweka huko. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hivyo tutakuwepo pia na boti 2 ambao watakuwa wanatumia vijana hawa kwa ajili ya kuhudumia samaki kipindi chote watakachokuwa hapa. Na baada ya kupokea taarifa hiyo, mkuu wa mkoa alikagua vizimba hivyo na kupandikiza vifaranga vya samaki kama ishara ya kuanza rasmi kwa uzalishaji. Akihutubia wananchi katika hafla hiyo, Kanali Mtambi alishukuru Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kuupa kipaumbele mkoa wa Mara kwa kupatia vizimba zaidi ya 40. Pia akimpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake wa awamu ya 6 unaoweka kipaumbele kikubwa katika kuwawezesha vijana kiuchumi. Naomba nitumie fursa hii pia kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Karimu kwa kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo kwa tukio hili muhimu sana ambalo ni kwa ajili ya kugawa vizimba hivi 40, itakuwa 40 na ushe kiongeza na hivi vya vijana wetu wa hamasa. Huu ni mradi wa kitaifa, ni mradi wa kitaifa ambao unatekelezwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika mkoa wetu wa Mara na hususan katika manispaa hii ya Musoma. Naomba nitumie fursa hii kuishukuru sana Wizara ya Uvuvi na Mifugo kwa kuona mkoa wetu wa Mara kuwa ni sehemu mojawapo katika nchi yetu ambayo inafaa kwa utekelezaji wa mradi huu. Nashukuru sana. Niwaahidi tu kuwa sisi wana Mara kama tulivyo Mara zote tutahakikisha kuwa chaguo lenu hilo kama wizara hatutawaangusha na mradi huu utafanikiwa kabisa. Naomba pia nitumie fursa hii kwa moyo wa dhati kabisa kumshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo amekuwa akiibua vijana katika sekta mbalimbali. Tunaona miradi mbalimbali ambayo imekuwa ikitekelezwa ya kuwainua vijana katika sekta ya mifugo, tunaona katika sekta ya kilimo, tunaona pia sasa katika sekta ya uvuvi kwa maana ya uvuvi wa vizimba, lakini pia tumeona jitihada hizo katika madini na nyanja nyingine mbalimbali. Kwenye michezo ndio usiseme, na burudani wamo. Kwa hiyo nikutakeni sasa
leo tunapokwenda kuzindua, kwa maana ya kuwakabidhi rasmi mradi huu, muhakikishe kila mmoja wenu anajituma vizuri, anajitoa ili mradi huu uweze kuwa na tija. Kwenu nawapa mambo makubwa matatu. La kwanza, muhakikishe kuwa mnasimamia vizuri mradi huu, kila mtu kwa kizimba chake. Lakini la pili, muhakikishe kuwa mnaposimamia vizuri mnafata zile kanuni na maelekezo ya ufugaji bora wa samaki. Ufugaji bora wa samaki, sababu ukikosea hapo, basi tija na yenyewe hutopata. Mwisho wa siku utaanza kulalamika. Wengine watasema pana mkono wa mtu, wengine watasema visingizio vitakuwepo. Lakini la tatu ni kutakeni kuhakikisha wakati mnaendelea na mchakato wote huu, wakati mnapata kwa maana ya uvunaji, basi kile mnachopata muhakikishe mnarejesha mkopo wenu. Kufuatia fursa hiyo, Kanali Mtambi aliutaka pia mradi wa BBT ufugaji kuna namna ya kuwawezesha vijana wa mkoa wa Mara, huku akibainisha kuwa mkoa wa Mara kihistoria na kijiografia ni mkoa wa wafugaji. Miradi ile mingine tunayoitizamia ikiwa ni pamoja na BBT katika mifugo, ametudokeza hapa mwakilishi wa katibu mkuu wizara. Naomba basi kwenye miradi hiyo, basi na mkoa wa Mara vijana wangu nao wapate. Nimekuwa nikisema na kusisitiza hapa Tanzania, unapozungumzia ng'ombe bora, nyama safi kwa maana ya nyama ya ng'ombe, kondoo, mbuzi grade 1 inapatikana katika mkoa wa Mara. Katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa alitoa maelekezo mazito kwa timu ya ulinzi na usalama ya mkoa kudhibiti vitendo vya wizi kwenye vizimba na kukemea vikali uvuvi haramu katika ziwa Victoria, huku akitaka jamii inayozunguka mradi huo kuwa na uaminifu wa kuunga mkono juhudi hizo za serikali. Jamii inayozunguka maeneo yetu ambayo tutakuwa tunaendesha shughuli hizi za uvuvi wa vizimba, basi tuwe supportive kwenye projects hizi na tusione kama project hizi zinakuja labda kutupa hasara. Hapana, zina manufaa makubwa sana kwetu. Kimsanjari na hilo, nizungumzie swala la wizi. Pamejitokeza hulka ya baadhi ya vijana wasio waaminifu au baadhi ya watu wasio waaminifu kufanya wizi katika vizimba hivi, aidha miongoni mwa makundi hayo au watu baki. Nitoe onyo, tabia hiyo ikome mara moja katika maeneo ya mkoa wa Mara. Kama unataka kufuga samaki katika vizimba, njoo kwenye ofisi za serikali, utasaidiwa. Nenda kapate mikopo ya halmashauri, utaweka vizimba, achana na wizi. Ni sanjari na hilo, nikemee kupitia hadhara hii vile vitendo vya uvuvi haramu ambavyo kimsingi ndivyo adui mkubwa wa uwepo wa samaki katika ziwa letu. Endelea kusisitiza jukumu la kuhakikisha ustawi wa ziwa ni letu sote, wadau wote tunahusika. Nizitake BMUs kuendeleza umakini katika kukabiliana na uvuvi haramu, lakini
Sanjari na hilo, nitake kamati ya usalama mkoa kuhakikisha sasa mnaongeza nguvu katika ulinzi wa ziwa. Mapema wakati wa hafla hiyo, mkuu wa wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka alitoa salamu za serikali na kuwasihi wavuvi wanaotumia nyavu za ndoano za asili kutofanya shughuli zao jirani na maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya vizimba ili kuepusha uharibifu na migogoro. Maeneo haya ambayo yametengwa kwa ajili ya ufugaji huu wa vizimba, ndugu zangu, maeneo haya ni ya uwekezaji. Maeneo haya rasmi ni maeneo tengefu. Niwaombe wale wenzangu wanaofanya uvuvi wa asili, ziwa hili ni kubwa, isije kawa kila kukicha, yani wewe na nyavu na ndoano yako wewe uko tu kwenye jirani na vizimba. Hapana, manake mita 100, mita 200 ndio utaendelea kufanya shughuli zako. Lengo ni kuendelea kuwalinda hawa wawekezaji na wale ambao wamewezeshwa, lakini wakati huo huo wale wanaofanya uvuvi wa asili waendelee kunufaika na hili ziwa. Naye naibu mkuu wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA Bi Melisia Mpalazo alisema lengo kuu ni kuwawezesha vijana kuondokana na changamoto ya ukosefu wa ajira, kuongeza kipato na kuongeza uzalishaji. Zoezi hili unaloenda kulifanya leo la kukabidhi mitaji kwa vijana 40 katika mkoa wa Mara ni juhudi dhamiri za serikali ambazo zinalenga kumwezesha kijana wa Kitanzania kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali kupitia sekta ya uvuvi. Lengo kubwa likiwa ni kumwezesha kijana huyu kwanza kabisa kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira, pili kuongeza kipato kwa kijana huyu, tatu kuongeza uzalishaji wa samaki na hivyo kuongeza usalama wa chakula na lishe, na mwisho kabisa wa vijana hao watakaponufaika, manufaa haya yatakuwa ni kwa ajili ya taifa kwa ujumla. Akitoa salamu za Chama cha Mapinduzi CCM, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Musoma mjini, ndugu Magiri Benedicto alimpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa utekelezaji mzuri wa ilani na kuwataka vijana kuwa makini katika utunzaji wa miundombinu hiyo. Sisi kama chama jamhuri tumelipokea na tumefurahishwa nalo sana, mkoa na wilaya zake zote, na hata tutakuja kuona leo tuko Musoma mjini, tuna furaha sana. Ndio maana hata mkuu wetu wa wilaya anasema Musoma ni njema na tena njema sana. Ni kwa sababu yako mambo makubwa na ya msingi kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi tuliahidi. Sasa kupitia sekta hii ya uvuvi yako mambo makubwa tuliyazungumza, ikiwa ni pamoja na kuboresha miundombinu ya uvuvi na hata kuwasaidia vijana kuweza kupata fedha ambazo zitakwenda kuwasaidia ikitokana na uvuvi. Kando ya hafla hiyo, Yegowasu TV imezungumza na Peter Jimmy Masumbuko, mratibu wa mradi wa BBT uvuvi, na kueleza kuhusu mradi huo. Kwa ile bilioni 9.8 si kwamba tunawapa fedha vijana hawa, bali iko katika vifurushi, na vifurushi hivyo ni pamoja na kizimba ambacho kitakuwa na uwezo wa kubeba samaki 11,280, lakini pia tunawapa kibanda cha ulinzi. Tutakuwa na vibanda viwili katika eneo hili, watakuwa na boti kwa ajili ya kuhudumia samaki watakapokuwa wanafanya shughuli zao katika maji, lakini kuna container ambalo litakuwa mahususi kwa ajili ya kuhifadhi chakula cha samaki pamoja na ofisi. Lakini cha kufurahisha zaidi ni kwamba eneo hili litakuwa na vifaa vya ulinzi. Vifaa vya ulinzi kwa maana ya taa za sola pamoja na kamera. Kwa upande wa wanufaika, Yegowasu TV tumezungumza na Pascal William na kueleza namna wanavyonufaika na mradi wa BBT uvuvi. Kwa majina naitwa Pascal William Chibala. Mimi ni mnufaika wa BBT kwenye upande huu wa uvuvi. Maana BBT imegawanyika katika sehemu mbili, kuna BBT kilimo na kuna BBT uvuvi, lakini sisi ni wanufaika wa BBT uvuvi. Na kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan
kwa jitihada kubwa sana aliyoifanya kwa ajili ya kuwawezesha vijana. Lakini pia nichukue fursa hii kumshukuru waziri mwenye dhamana ya wizara hii ya mifugo na uvuvi kwa kazi kubwa ambao wanaifanya kwa ajili ya kutuwezesha vijana kupata hii mitaji ya vizimba hivi vya ufugaji wa samaki. Lakini nitakuwa mtovu wa shukrani kama sitawashukuru pia wizara ya uvuvi kwa jitihada kubwa sana walizozifanya kwa ajili ya kutuwezesha mradi huu. Na sisi tupende tu kuwahakikishia kama wanufaika, sisi hatutaiangusha serikali. Tutakachokifanya, tumekabidhiwa vizimba 40 kwa sababu tuko wanufaika 40. Kwa hiyo ni wastani wa kila mnufaika mmoja kuwa na kizimba kimoja ambacho kimepandikizwa vifaranga vya samaki 11,820. Lakini tuna uhakika tunaweza tukafanya vizuri na baadaye tunaweza tukawa matajiri wakubwa sana kupitia uvuvi, kwa sababu kauli mbiu yetu kwamba uvuvi ni utajiri.